Miili ya watoto watatu wa familia tofauti wakazi wa mtaa wa Ilazo Swaswa jijini Dodoma imezikwa leo katika makaburi ya mtaa huo baada ya kufariki kwa kuzama kwenye bwawa la kuogelea katika hoteli ya Esperanza Aprili 22 mwaka 2026. Wakati wa ibada ya kuaga miili ya watoto hao wa kike 2 na wa kiume 1, Mchungaji Maxon Mwakiambo wa kanisa la Anglikana Swaswa amewasihi wanadamu kuishi kwa kumtegemea Mungu, huku mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Kimweri akifika kuwafariji wafiwa na kutoa onyo kali kwa wamiliki wa majengo wanaofanya ukarabati bila kuzingatia taratibu na sheria za usalama. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma ACP Galusiera amethibitisha kutokea kwa tukio hilo la kusikitisha, ambapo miili ya watoto hao iligunduliwa majira ya jioni ikiwa imezama kwenye bwawa lililokuwa kwenye ukarabati. Viongozi wa mtaa na wakazi wa Swaswa wakiongozwa na mwenyekiti Andrew Lazaro wameeleza kupokea taarifa hizo kwa simanzi kubwa, huku serikali ikisisitiza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya uzembe wowote uliosababisha vifo hivyo vinavyoepukika ili kuzuia majanga kama hayo kutokea tena. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa. Ndugu zangu, watoto hawa wametuleta hapa, wanataka tuanze kutengeneza maisha yetu. Bwana asifiwe. Maisha yetu, uhusiano wako na Kristo ukoje? Moyo wako wa ibada ukoje? Moyo wako wa kumpenda Mungu ukoje? Kazi rahisi, lakini lazima mlipokee na msimame imara. Muda huo wakati ananipigia ilikuwa ni saa 12:06. Ndio akanipigia simu tena, bana mwenyekiti, huku mitaa Esperanza hoteli kuna watoto wametumbukia kwenye swimming pool na isadikika wameshakufa. Tulipokea taarifa hiyo kwa masikitiko, na kweli mtaa ulikuwa umekumbwa kwa hili tatizo. Ni tatizo kubwa sana. Kufika ile saa 5 wazazi wakaanza kutafuta, muda wa watoto wa kufika nyumbani umefika, wakaanza kuwatafuta. Haya, kuwatafuta wakaona hawajapatikana, ndo akatembea paka Nzuguni kwenda kuwatafuta. Wakasema huku hawajafika wale watoto. Baadaye ndo saa 12 ikaonekana watoto wako wamedumbukia kwenye bwawa hilo. Nilijiuliza kwa nini limetokea hivi, lakini nilishindwa kupata jibu, kwa sababu jinsi walivyoingia pale mpaka ikatokea hilo, kwa sababu mambo kama hayo huko nakuwa na walinzi kama hao pengine hawafuati majukumu yao vizuri. Mtoto maelekezo kama pia mchana hilo eneo liweze kuwekewa ulinzi, mkataba huo kama una marekebisho urekebishwe ili ulinzi ufanyike mchana na usiku. Na kusema tu wakati wanafanya ukarabati kama huo, masharti yale ya ujenzi wayazingatie kuhusu vibali, lakini pia kuhusu usalama wa wakazi kwenye eneo husika na usalama wa watoto wetu. Tunaendelea na uchunguzi, lakini bahati mbaya sana wale walinzi wa eneo hilo kwa jana ile hatukuweza kuwapata ili waweze kutuambia ilikuwaje. Umri wa miaka 5 na 2 walikuwa na umri wa miaka 6.